merusha mawe, leo napata hola vipi mbali na wewe. Mikwako bora jifunge kitanzi jue. Umepoteza imani, umetoroka nyumbani, umesepa mama, wananicheka jirani. Umepoteza imani, umetoroka. Halisi naitwa Ali Kili, ALLYKILLY ndo jina langu halisi kabisa nililopewa na wazazi wangu. Sema kuna baadhi ya watu wameamua kunipa jina jingine siku hizi. Wananiita Simba mwingine. Yeah. Jina kubwa sana. Kweli. Hebu tuzungumze kwanza, unakuja vipi sasa? Tukiangalia na Disemba sasa hivi mwisho wa mwaka. Kweli. Wasanii wachache sana wachanga ambao wanaogopa kuachia project zao. Kweli. So kwa upande wako kwa nini umekuja na umekuja vipi yani sasa? Mimi kwa upande wangu namshukuru Mungu nimejiandaa vizuri kwa sababu nimekaa kimya muda mrefu, almost kama mwaka mmoja hivi na miezi 5 nafikiri, lakini mbali na kukaa kimya hivyo nimejifunza vitu vingi kutoka kwa wasanii wenzangu ambao waliotangulia kwenye industry, na pia nimeweza kujua muziki unataka vitu gani ili watu waweze kukusikiliza vizuri na kukuelewa. So mimi napenda kuambia Watanzania kwamba nimejiandaa vizuri, nimejipanga, niko vizuri kwa sababu kuna ahadi moja ambayo niliwaahidi kwamba sitawaangusha. So kuna vitu vizuri zaidi ambavyo nimewaandalia kwa ajili yao, sababu wao ndo mabosi zetu, wao ndo kila kitu kwetu, mashabiki ndo kila kitu. So wategemee vitu vizuri na vikubwa pia. Umekaa mwaka mmoja na nusu kimya. Kweli. Kwa nini ukaa kimya muda wote? Unajua kwenye kitu chochote cha mafanikio uwezi kufikia tu malengo fast. Sio rahisi tu kwa msanii kufanikiwa, especially sisi upcoming artist, bila kupitia changamoto. Sio kwenye muziki tu, changamoto zipo kwenye kila kazi ambayo mtu anaifanya. So ni changamoto tu za hapa na pale ambazo zinakufanya mtu uweze kufikiria, uweze kufanya vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Lakini namshukuru Mungu nimefanya vitu vikubwa. Nimeweza kujua muziki unahitaji kitu gani, nimeweza kujifunza vitu vingi. Lakini pia mbali na hapo namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kurekodi nyimbo 65. Nimefanya nyimbo 65 studio tofauti, ziko tayari. Kwa hiyo ndo maana na kila sababu ya kuweza kujiita Simba mwingine, kwa sababu mimi ni kazi tu, na kazi ambazo zipo tayari nyingi sana kwa ajili ya Watanzania. So project yako mwisho ilikuwa ni ipi kabla ya hii ambayo sasa tunataka? Project yangu ya mwisho inaitwa Rudi. Ni ngoma ambayo nimeachia nafikiri mwaka jana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, watu walipokea vizuri, watu wanaielewa, na mpaka leo hii ina mwaka lakini watu bado wanaipenda. Ni nyimbo ambayo watu wananionyesha kwamba wananihitaji kweli kwenye muziki. Project ambayo inanionyesha dhahiri kwamba watu bado wananihitaji kwenye game, watu wanatamani kusikia vitu vingi zaidi kutoka kwangu Simba mwingine. So ni project ambayo namshukuru Mungu sijafika sehemu ambayo nataka kufika, lakini imenionyesha njia kidogo. Yeah. So umekuja na nini mkononi sasa? Kweli. Soon huu ndo mwisho wa mwaka, nimeandaa kitu kizuri kwa ajili ya mashabiki wangu, kitu kizuri pia na kikubwa. So wategemee, nafikiri ndani ya wiki ijayo kuna kitu kizuri kikubwa kinakuja. Nimeandalia mzigo mpya, nyimbo inaitwa Nikwambie. Nimesha shoot video tayari, namshukuru Mwenyezi Mungu. So tupo katika maandalizi ya mwisho kwa ajili ya kuachia mzigo. So watu wakae tayari tu, wategemee kitu kikubwa sana kutoka kwangu kinakuja.